Miaka mingi kabla hawajafa, wahenga waliwahi kusema, aibu ya umma ni mbolea ya kisasi. Sidhani kama wanyama walikumbuka busara hii ya wahenga kabla hawajaamua kumdhalilisha hadharani sungura mjanja katika futari ya kijiji. Na hasa fisi. Sidhani kama alikumbuka. Kama angelikumbuka busara hii, asingeondoka futarini jioni ile kwa mwendo wa ujasiri. Asingejisifia kijijini kwamba yeye ndiye aliyemkomesha sungura kwa kutibua ujanja wake. Asingejigubika vazi la ushujaa. Kwani wakati wengine wanakusimulia kishujaa kwenye hadithi zao, daima hawawezi kukosekana ambao watakusimulia kama adui. Na bahati mbaya kwa fisi, sungura alikuwa tayari ameanza kuandika sehemu ya pili ya hadithi hii. Sehemu ambayo sio tu ilimfanya fisi kuwa adui mkuu, bali ililenga kumshughulikia kiulalo ulalo. Hadithi ya jogoo na janga lililompata mpaka kupoteza makazi yake ni kisa kirefu sana kwa ajili ya siku nyingine. Lakini kwa leo, itoshe tu kukujuza kwamba fisi alijitolea kumsaidia kwa kumkaribisha nyumbani kwake, wakaishi pamoja. Katika kulipa fadhila za msaada huu, jogoo alifanya kazi ya kuwika kila siku alfajiri, kumwamsha fisi kwa ajili ya kujiandaa na kazi za siku. Utaratibu huu uliodumu kwa muda mrefu ulimjengea fisi mazoea mabaya sana. Alilala fofofo na kuikata kabisa breki yake ya usingizi. Na katika Ramadhani, bila jogoo kuwika, swala la kuamka kula daku lingekuwa ni kipengele kigumu sana kwa bwana fisi. Na kwa kuwa sungura mjanja hakuwahi kuwa masikini wa mbinu, jogoo ndio akawa roketi ya kurusha kombora lake kwenda kwa bwana fisi. Kwa kuwa fisi alijitapa kumharibia futari, sungura alijiapiza kumharibia daku, ili kabla ya kuifikia hiyo futari inayomtia ulafi, swaumu imchonyote kisawasawa, ashike adabu yake. Unajua jogoo, fisi anakufanya kama alamu yake. Lakini wewe ni dude kubwa sana. Wewe ni mamlaka. Usema tu, husikiki mara kwa mara. Ndio maana wanakuchukulia poa. Mbegu hii ya majivuno aliyoipanda sungura kichwani mwa jogoo, taratibu ikaanza kumea. Jogoo alitafakari kauli ile, na kwa kuwa alikuwa kiumbe mpenda sifa, alitamani kupata heshima zaidi. Naam, usiku huu hakutaka kusubiri alfajiri ndio awike. Alianza kuwika katikati ya usiku. Kila alipowika, fisi alishtuka akijua alfajiri imefika. Lakini alipoinuka kutaka kula daku, aligundua usiku bado ni mkubwa sana, akarudi kulala. Hii ilitokea zaidi ya mara 3, ikamfanya mara ya 4 na ya 5 apuuze sauti ya jogoo. Masikini fisi, kilichokuja kumwamsha ni mwanga mkali wa saa 4 asubuhi. Sinia lake la daku lilikuwa mezani likimsubiri, lakini asingeweza kujibweda, kwani muda wa kula daku ulikuwa umeshapita zamani sana. Alilitizama kwa uso uliochanganyika uchu, hasira na huzuni kubwa.
Fisi alichukulia kukosa daku kwa siku moja kama bahati mbaya tu. Alishinda akiwa amenyong'onyea kwa swaumu kali iliyomchonyota kisawa sawa, asiweze hata kuandaa futari ya kupeleka mkuyuni. Lakini Sungura alirudi kwa Jogoo kuongeza petroli katika moto aliouwasha jana. Ewa! Jana mzee, umeonesha makeke yako. Sasa na leo ukiongeza kidogo tu, kijiji kizima kitakutambua. Na kweli, Jogoo alianza mapema zaidi usiku huu na kuwika kwa sauti ya juu zaidi, mara nyingi zaidi. Kwa Fisi ilikuwa kama jana tu. Kuwika kwa Jogoo kulimshitua kila mara, kiasi kwamba akaanza kuipuuza sauti ile, na matokeo yake yakawa yale yale ya jana: kuamka karibu na mchana, huku daku ikiwa haijaguswa mezani kwake. Lakini leo hakuchukulia tena hii kuwa ni bahati mbaya. Alimuita Jogoo na kumwonya kuhusu tabia yake mpya ya kuwika hovyo kabla ya muda wa daku. Sungura alimkuta Jogoo amekaa kwa huzuni baada ya kukaripiwa na Fisi. Na alipojua sababu ya huzuni ile, alimjaza zaidi upepo Jogoo kwa kumwambia kwamba Fisi ameanza kumwonea wivu Jogoo kwa sauti yake nzuri iliyoanza kumletea umaarufu kijijini. Jogoo naye akaingia katika mfumo, akasema liwalo na liwe. Usiku huu aliwika mfululizo kwa sauti ya juu zaidi na yenye kiburi kikubwa. Ikamfanya Fisi akose vyote daku na usingizi wa maana. Usiku alilala kwa mang'amung'amu tu, na alfajiri usingizi mzito ukamwelemea. Akapitiliza bila kula daku kwa siku ya 3 mfululizo. Hasira aliyoamka nayo jana, leo ikawa maradufu. Akamfuata Jogoo na kumkunja shati. Patashika lililotokea hapo bila wanyama wengine kuingilia. Hakika wawili hawa wangetoana roho. Fisi alimtimua Jogoo nyumbani kwake, na kwa hasara itokanayo na hasira, alipoteza mazima alamu yake ya daku. Wakati Sungura akifurahia matokeo ya mpango wake mwovu, Ramadhani ya Fisi ilibadilika. Ikawa kipindi kigumu sana. Alishindwa kabisa kujiamsha mwenyewe kula daku, na alijikuta akifunga swaumu zilizofuatia kwa mlo mmoja tu. Kobe alimshauri apunguze kujitutika vyakula vingi wakati wa futari, ili asiwe anapata usingizi mzito sana usiku. Njia hii kidogo ilimsaidia, akaweza kuamka. Lakini ilimfanya asifaidi futari ya kijiji kama mwanzo, na alale usingizi wenye wasiwasi mkubwa. Yote haya yakiwa mambo ya kupendeza sana katika moyo wa Sungura. Hatari sana aisee. Oh my God.